napenda kutoa ombi langu la msaada kwa Watanzania wenzangu, nikiwa na maana kwamba Watanzania wenzangu, yani viongozi wa dini, viongozi wa dini mbalimbali, viongozi wa serikali, Watanzania wote kwa ujumla. Naposema viongozi wa dini sina maana ni wale wachungaji ninaowasimamia nchini ambao wako chini ya kanisa letu, wala sina maana wale maaskofu peke yao ambao wako katika kanisa letu, bali ninamaanisha ya kwamba Watanzania wote, nikiwa na maana viongozi wa dini wote, mitume, manabii, wainjilisti, walimu, maaskofu, mashehe, viongozi wote wa dini na waumini wa madhehebu mbalimbali, lakini pia na Watanzania kwa ujumla, nikiwa na maana na viongozi wa serikali. Ninaposema Watanzania wenzangu, namaanisha kwamba kuanzia Mtanzania namba moja ambaye ndio mwananchi namba moja na ndio Mtanzania namba moja ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikianzia na yeye kama raia namba moja, tunaye makamu wa rais, tunaye waziri mkuu, viongozi wote wa serikali pamoja na wananchi wote kwa ujumla, na viongozi wa dini, nikiwa na maana mashehe, maimamu, maustazi na waumini wote wa dini zote nchini, nikizungumzia Watanzania. Naomba nichukue nafasi hii kuleta ombi langu la msaada kwenu. Naomba mnisaidie. Na kabla sijataja mambo mengi, ningeomba nitamke namba ya simu na majina yangu. Namba ya simu ambayo unaweza kunisaidia msaada wa kifedha mahali popote ulipo, baada ya moyo wako kupenda, unaweza kunisaidia kwa kutumia namba ya 0710 084 088. Nitarudia 0710 084 088. Jina litatoka Pius Erasto Ikongo. Ninaomba msaada wenu wa Tanzania, kwa sababu mpaka hapa nilipo sasa niko mpaka nimetumia njia hii ambayo sijawahi kuitumia, hii njia ya kuwaomba Watanzania wote kwa ujumla kwa njia hii ya mtandao. Sijawahi kuitumia, lakini ni kwa sababu kwa kweli niko vibaya sana. Nimeona mambo yamenifikia mahali pagumu kidogo, kiasi kwamba siwezi peke yangu, siwezi, nahitaji msaada wa binadamu wenzangu, wa Tanzania wenzangu na ndugu zangu. Nimeingia kwenye matatizo makubwa kwa muda wa miaka hii, kwa hiyo ninahitaji msaada wenu kwa sasa. Cha kwanza, ninahitaji msaada katika mambo makubwa matatu. Nahitaji msaada katika mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, nahitaji msaada kwa ajili ya afya yangu. Nyinyi ni mashahidi wa Tanzania, tangu nimekuwa kwenye matatizo, au nilipopata matatizo miaka 5 ijayo, sitaki kurudia, lakini nimekuwa kwenye hali ngumu sana. Nimekuwa kwenye hali ngumu ya kiafya, na nashukuru nimetibiwa, nimepona. Sasa niko natumia dawa hizi za kurudisha rangi ya ngozi. Nafikiri mkiniangalia sura yangu, rangi nyeusi imeanza kurudi, na kwa sababu hiyo basi bado naendelea kutumia madawa na mafuta fulani hivi kwa ajili ya ngozi. Kwa hiyo ninahitaji msaada wenu kwa ajili ya kiafya, lakini pia kuna mambo mengine ninaposema kiafya siwezi kutaja, kwa sababu ni kweli niliumizwa sana baada ya kutekwa miaka hiyo iliyopita. Niliumizwa mno. Kuna mambo mengi siwezi kuyaongea hapa, lakini hali yangu sio nzuri kiafya. Unaweza kumuona mtu amevaa vizuri, niko na tai namna hiyo, ukaniona niko salama sana, lakini nimeona niwe wazi kwa Watanzania na kwa ndugu zangu kwamba siko salama sana, wala afya yangu sio nzuri sana. Nahitaji msaada wenu wa kifedha kwa chochote kile ambacho moyo utakupa kupenda. Wewe nitumie kwenye hiyo namba ya 0710 084 088, na Mungu atakubariki.
kwa sababu ninataka tu yule atakayekuwa tayari kunisaidia kwa moyo wako mwenyewe kupenda. Kama utaona moyo wako haupendi kuliko kutukana au kuongea maneno makali, ningeomba tu basi unaacha. Lakini kama unaona kwamba kweli moyo wako unaweza kunisaidia kiwango chochote cha fedha, kiwango chochote, naomba Watanzania mnisaidie. Siko vizuri sana kiafya. Jambo la pili ambalo linanifanya nije kwenu, ambapo kwamba mambo yamenifika pagumu sana. Nikiangalia mbele naona sioni mwangaza, kushoto, kulia, nyuma ninaona kama niko peke yangu. Sasa nahitaji msaada wenu. Jambo lingine la pili ni kuhusu madeni. Si vizuri kusema mtu unadaiwa au kujiweka wazi sana, lakini ninaomba niwe wazi na niwe mkweli. Nina madeni sasa hivi ambayo yananisumbua sana. Madeni haya sikukopa hela ya mtu kula, wala sikukopa mtu hela ya kufanya biashara au kitu chochote, isipokuwa baada ya mimi kupata matatizo yale ya utekaji, nimekaa kitandani kama mnavyofahamu zaidi ya miaka 5 nikiwa naumwa, kwenda hospitali na kutibiwa. Kwa hiyo muda wote nilipokuwa kwenye matibabu, fedha nyingi nilikopa, na niliowakopa ni viongozi wa dini. Viongozi wa dini na watumishi wenzangu niliwakopa, na baada ya kuwakopa tulikubaliana kulipana, aidha nitakapopata afya nzuri au kwa chochote nitakachopata basi nitawalipa. Lakini kukatokea madeni haya ambayo niliwakopa ndugu zangu na viongozi wa dini wenzangu, yaliingia kisiasa, yalibadilika yakawa sio deni la kawaida. Kama nilivyosema kwamba mimi sikukopa hela za kula wala za kufanya biashara, bali ni kwa ajili ya matibabu. Nilikuwa nachukua hela kidogo kidogo. Sasa nakumbuka mwaka juzi katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi wakati huo, Dr. Nchimbi, alifika wilayani kwetu Mwanga akiwa mkutano wa hadhara. Sasa sikujua nini kiliendelea, lakini naomba tu nisiingie ndani sana, kwa sababu sasa hivi ni mtu mkubwa sana, ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mheshimu na mpenda sana, lakini kwa kipindi kile kweli aliniumiza, nikiwa na maana kwamba wale watu viongozi wa dini waliokuwa wananidai, sikujua ni kwa lengo gani na ni kwa njia gani, lakini waliweza kumshawishi Dr. Nchimbi, na Dr. Nchimbi akatoa maelekezo kwenye mkutano wa hadhara. Alipotoa maelekezo kwenye mkutano wa hadhara wa Chama cha Mapinduzi wilayani Mwanga, alikabidhi swala hilo kwenye katiba na kwa wanasheria wa Wizara ya Katiba na Sheria, wanasheria wa serikali kupitia Wizara ya Sheria na Katiba, na wao pia waliweza kuchukua barua, zikaandikwa barua nyingi na kutoa maelekezo ili mimi niweze kufunguliwa makesi. Kwa ghafla viongozi wenzangu wa dini ambao walikuwa wananidai walinibadilikia, na sikujua ni nini, lakini nafikiri ni kwa sababu mara nyingi nimekuwa nikisema ukweli, kwa hiyo siwezi kujiuliza ni kwa nini. Kwa hiyo nilipelekwa mahakamani. Kwa hiyo nimekuwa nikiendesha kesi kwa muda mrefu sana mpaka hukumu zilipotoka. Sasa imetoka hukumu kwamba kesi karibu 3 nilishinda, lakini kesi 2 ambazo nilikubali ni kweli nadaiwa, na fedha ninazodaiwa ni karibu milioni 130, na mahakama imeamuru nilipe. Kwa hiyo hayo madeni yamenifanya nakosa usingizi, nakosa amani, hata nikitumia dawa wakati mwingine hazifanyi kazi katika mwili. Nimeanza kukuta mwili wangu unaanza kuwa dhaifu na naanza kujisikia vibaya, kwa sababu ukigeuka huku familia, ukigeuka huku madeni. Sasa hii madeni hasa haya kwa amri ya mahakama yamekuwa mazito sana, na kuna kampuni moja pia inanidai, lakini wote nashukuru Mungu kwamba
Kesi hizo zingine Mungu amesaidia, nimezishinda, ilikuwa ni uongo tu, lakini hizi zingine mbili zimeshatolewa hukumu kwamba nilipe fedha hizo za hao wanaodai. Sasa sina pa kwenda, sina biashara. Kama mnavyofahamu, tangu nilipotekwa mimi niliuza kila kitu. Sina chochote, niliuza kila kitu. Vitu vilivyobaki navyo vingi ni mali za kanisa, na mali za kanisa hizo sio mali zangu, ni mali za taasisi. Kwa hiyo nimeona nije kwenu wa Tanzania. Naomba pia ni kupitia ombi langu hili, Mheshimiwa Rais nionee huruma, Waziri Mkuu naomba unionee huruma kiwango chochote kile. Pamoja na kwamba nilishaandika barua kwako Mheshimiwa Rais, kama Mtanzania namba moja, niliandika barua, ilipita kwa mkuu wa wilaya, ikapita kwa mkuu wa mkoa na ikakufikia, kwa sababu wasaidizi wako walikutana na mimi na wakaniambia barua imefika na kuna maelekezo ulisema umeyatoa, japokuwa kumepita maneno mengi hapa katikati kwamba wengine wanasema kwamba fedha ulishatoa maelekezo, nilipokea, lakini naomba tu niliseme hili kwamba bado sijapokea msaada wowote Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo ningeomba Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu, Makamu wa Rais, ningeomba wote wa Tanzania wenzangu, mwenye kiasi chochote nisaidie. Naomba msaada wako, wala sio lazima. Nimeona tu niweke ombi langu na Mungu aguse mioyo yenu. Basi kile mnachoona mnaweza kunisaidia, mnisaidie kwa kupitia namba hii 0710 084 088. Jina ni Pius Erasto Ikongo. Ninaamini mtakaponisaidia nikatoka kwenye madeni haya, nikaweka afya yangu nzuri, nikarudi katika kazi yangu ya kawaida, ninaamini ya kwamba Mungu atawabariki na neema ya Mungu itaendelea kuwa juu yenu. Nimesema haya kwa sababu najua wako wengine wananibeza. Siku hizi nimekuwa na wakati mgumu sana. Wengine wananiita albino, wengine wananitania, wananitukana, wananiita zeruzeru. Yaani kila mtu ananiita kivyake. Lakini ndugu yangu, naomba niseme Watanzania wenzangu, hakuna kitu kibaya kama kuwa kitandani unaumwa. Afya ni kitu cha muhimu sana na mtu asikudanganye. Afya ni jambo la msingi sana. Na ukiona moyo wako unakupa kunisaidia, karibu sana. Kama ukiona moyo wako sijapata kibali kwenye moyo wako, Mungu akubariki, maana sio lazima. Asante sana, na shukuru sana, narudia kwa unyenyekevu mkubwa na kwa ombi langu hili, naomba Watanzania, naomba mnisaidie kiasi chochote na Mungu awabariki.